Kwa hivyo katika mwili wa Kristo kuna mambo matatu. Jambo la kwanza ni kuhusu karama au zawadi za Roho Mtakatifu. Jina la Bwana lipewe sifa. Karama hii kitu ambacho kinatoka katika Roho Mtakatifu. Yesu alitembea katika karama za Mungu, na katika zile karama kuna vitu ambavyo vinaitwa nabii, ufundishaji, kunena katika lugha, kuzungumza katika ulimwengu wa kiroho, kunena maneno ya kiroho, na kuna kutafsiri maneno ya kiroho. Haleluya! Hizi ndizo matunda za Roho Mtakatifu ambazo tunasema kwamba katika mwili wa Kristo kuna kitu ambacho kinaitwa karama. Karama ya Bwana inafanya kazi katika nyumba ya Bwana. Mwili wetu ni hekalu takatifu ya Bwana, na kanisa ndio mwili wa Kristo. Katika mwili wa Kristo ambapo kanisa ndio mwili wa Kristo, katika kanisa kuna karama ndani ya kanisa. Jina la Bwana lipewe sifa. Na katika hizi karama, kitu kimoja kitakapokosekana katika karama ya Bwana, basi kanisa hilo halijakuwa kamilifu mbele za Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Kanisa likikosa nabii katika nyumba hiyo, basi kanisa bado hajaweza kukamilika. Kanisa ikikosa waimbaji ama wana waimbaji katika nyumba hiyo, basi hiyo kanisa haijaweza kukamilika. Kanisa ikikosa mhubiri, basi kanisa bado haijaweza kukamilika. Kanisa ikikosa mwimbaji, basi kanisa haijaweza kukamilika. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Kwa hivyo karama ni kazi katika kanisa ya Bwana, ambapo Yesu Kristo alitembea katika karama zake. Cha tatu, kuna huduma au ministry. Katika kanisa kuna kitu ambacho kunaitwa huduma. Yesu alifanya huduma kila mahali alipotenda. Alipotembea aliponya, popote alipoingia alifundisha. Hizi ndizo huduma katika mwili wa Kristo. Ya tatu, kuna kutenda kazi, diversity of operation. Diversity of operation, hizi ni kazi ambazo ziko katika nyumba ya Bwana, na Mungu pia alimtumia Yesu kuzifanya hizi kazi. Kwa hivyo tuendelee mbio katika kitabu hichi wa Corinthians chapter 1 chapter 12 1-31. Nitasema kwa Bwana. Basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho, sitaki mkose kufahamu. Ndio. Wajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa, mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena, kama mlivyoongozwa. Kwa hiyo na waarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana, isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule, azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama ya kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine upambanua roho, mwingine aina za lugha,
na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote hutenda Roho huyo mmoja, yeye yule, akiwagawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ukiwa tu huru, nasi sote tulinywesha Roho mmoja. Kwa maana mwili ni kiungo kimoja, bali ni vingi. Huu ukisema kwa kuwa mimi si mkono, mimi si mwili, je, si wa mwili kwa sababu hiyo? Na sikio likisema kwa kuwa mimi si jicho, mimi si wa mwili, je, si wa mwili kwa sababu hiyo? Kama mwili wote ukiwa jicho, kuwapi kusikia? Kwa wote ni sikio, kuwapi kunusa? Bali Mungu amevitia viungo kila kimoja katika mwili kama alivyotaka. Lakini kama vyote vingekuwa viungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Lakini sasa viungo ni vingi, ila mwili ni mmoja. Na jicho haliwezi kuambia mkono, sina haja na wewe, wala kichwa hakiwezi kuiambia miguu, sina haja nanyi. Bali zaidi sana vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa vinyonge zaidi, vyahitaji zaidi. Na viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa havina heshima, viungo vile twavipa heshima zaidi. Na viungo vyetu visivyo na uzuri vina uzuri zaidi sana. Kwa maana viungo vyetu vilivyo na uzuri havina uhitaji, bali Mungu ameuunganisha mwili na kukipa heshima zaidi kile kiungo kilichopungukiwa, ili kusiwe na faraka katika mwili, bali viungo vitunzane kila kiungo na mwenziwe. Na kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huumia nacho. Na kiungo kingine kikitukuzwa, viungo vyote hufurahi pamoja nacho. Bali ninyi mmekuwa mwili wa Kristo. Na viungo kila kimoja peke yake. Na Mungu amewapa wengine katika kanisa. Wa kwanza mitume, kisha wa pili manabii, watatu walimu, kisha miujiza, kisha karama za uponyaji ya ugonjwa, na masaidiano, na maongezi, na aina za lugha. Je, wote ni watume? Wote ni manabii? Wote ni walimu? Wote ni watenda miujiza? Wote wana karama za kuponya kwa ugonjwa? Wote wanena kwa lugha? Wote watafsiri? Takeni sana karama zilizo kuu. Hata hivyo naonyesha njia iliyo bora. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo Yesu Kristo ndiyo kanisa, na kanisa ndiyo mwili wa Kristo. Kanisa lilotembea katika njia za Mungu, basi zinatembea pamoja na njia za Yesu. Yesu alitembea katika karama tofauti, na tumesema ya kwamba katika mwili
kokote mahali ambapo alipokuwa akitembea, alikopo akifanya kazi ya Bwana, alikoko na uwezo wa kuponya, alikoko na uwezo wa kufufua, na alikoko na uwezo wa kuinua hata wale ambao walikuwa kwa kudharauliwa. Ndiposa watu walikuwa wakimfuata Yesu Kristo wakimuuliza, ni kwa nini unatembea na watu ambao hawafai? Yesu Kristo alitembea katika karama ya utendakazi. Kwa hivyo katika mwili wa Kristo tunafaa tutembee katika kazi za Bwana, na mwili wa Kristo ndio kanisa. Kanisa likikosa kitu kimoja, basi imekosa sehemu moja ya Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Somebody say amen. Kwa hivyo katika mwili wa Kristo kuna kitu ambacho kinaitwa karama. Karama ndio zawadi za Roho Mtakatifu. Unapopokea Roho wa Bwana, ndivyo ambapo umepokea karama ya Bwana, ndivyo ambapo umepokea mwili wa Kristo, ndivyo ambapo umepokea Roho itokao katika utukufu wa Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo Yesu Kristo alitembea katika sehemu hizi tatu, na tunapata Yesu Kristo ndio kanisa ya siku ya leo. Kanisa limebeba hizi vitu vitatu, na kanisa linaishi katika Roho wa Bwana, na linaishi katika uongozo wa Roho wa Bwana. Ndiposa Yesu akawaambia kwamba ninaenda, ninawachia usaidizi, ili mimi ninapokuwa kwa Baba yangu mukaweze kutembea katika njia ambazo ninataka mtembee. Kwa hivyo Yesu Kristo ndiyo Roho Mtakatifu ambapo ameleta tukaweze kutembea kazile njia ambazo ameweza kutembea. Yesu Kristo alitembea na njia ya uponyaji. Yesu Kristo alitembea na karama ya ufufuo. Yesu Kristo alitembea na karama ya unabii. Yesu Kristo alitembea na karama ya ualimu. Yesu Kristo alitembea na karama ya tofauti tofauti ambayo inapatikana katika uwezo wa Roho wa Bwana. Kwa hivyo unapopotea Roho wa Bwana, Mungu anakupatia zawadi zitokazo katika Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuwa na zawadi tofauti ambazo ndizo ambazo alikuwa anatembea. Unapoangalia katika makanisa ya leo, Yesu Kristo bado anafanya kazi. Katika makanisa kuna unabii, katika makanisa kuna kutenda kazi, katika kanisa kuna waimbaji, katika makanisa kuna waombezi. Hizi ndizo karama za Bwana. Kwa hivyo Yesu alijaribu kueleza ya kwamba yeye angekuwa hana pako pamoja na Baba, angeweza kuzitenda hizi kazi. Anaeleza ya kwamba mwili huu ndio kanisa ya Bwana. Eti kanisa au ambao Yesu alikuwa anaelezea kuhusu mwili, akasema ya kwamba je, kama kanisa lingekosa masikio, je, nani ambaye angeweza kusikia? Je, kanisa lingekosa macho, je, ni nani ambaye angekuwa na uwezo wa kuona? Je, kama mwili ungekosa mguu, je, ni nani ambaye angesema na uwezo wa kutembea? Je, kama mwili ungekosa mkono, je, ni nani ambaye ana uwezo wa kushika kitu na kuweza kufanyia kazi? Je, kama mwili ungesema sina mdomo, je, ni nani angeweza kuzungumza? Hili ndilo kanisa la Bwana. Kwa hivyo kanisa la Bwana likipungukiwa mkono, halina uwezo ya kushika kitu, haina uwezo wa kushika baraka, haina uwezo wa kupokea baraka za Bwana. Je, kama kanisa ikikosa sikio, basi hakuna yule ambaye ana uwezo wa kusikia sauti ya Bwana. Lazima kanisa liwe na sikio ili likaweza kusikia sauti
kanisa ambayo Yesu Kristo anajaribu kuzungumza. Kanisa ndio mwili wa Kristo. Kwa hivyo kanisa ikikosa mwombezi, kanisa likikosa mwimbaji, basi saa kanisa lina utofauti mkubwa sana. Kanisa likikosa nabii katika nyumba ya Bwana, basi hilo kanisa lina shida kubwa. Hili ndilo kanisa la Bwana ambayo Yesu Kristo anajaribu kuzungumzia. Kanisa ndiyo Yesu Kristo. Tunataka tutembee katika nyanza hizi tofauti. Je, jiulize wewe uko wapi katika mwili wa Kristo? Umechukua nafasi gani katika mwili wa Kristo ili ukaweze kukamilisha kazi ya Bwana, ili ukaweze kufanya kanisa liwe takatifu na liwe limekamilika mbele za macho ya Bwana. Kanisa linafaa liwe kamilifu, lisiwe na madoadoa, lisiwe na sehemu ambayo lina udhaifu. Kanisa linafaa liwe limekamilika. Yesu Kristo alikamilika katika kazi yake. Yesu Kristo alikamilika katika huduma yake. Kwa hivyo Roho wa Bwana alikuwa juu ya Yesu, na Yesu akawa anamuongoza, na Mungu alikuwa anamuongoza. Mungu alimuongoza katika nyanza tofauti. Siku leo Bwana atakuongoza wapi? Ulize mwenzako, wewe uko katika mwili gani? Muulize, wewe uko katika pati gani ya kanisa? Maana kanisa imefanikana kama mwili. Which place are you being represented in the house of the Lord? Jina Bwana lipewe sifa. Katika mstari wa 28 ndio inanifurahisha sana. Inasema kwamba na Mungu ameweka wengi katika kanisa, na wa kwanza ni mtume, wa pili ni manabii, wa tatu ni walimu. Jina la Bwana lipewe sifa. Kisha miujiza, kisha karama za uponyaji na mawasiliano na maongezi. Kwa hivyo maongozi ndio ambayo inatengeneza kanisa. Kenya hii inaweza kuendelea mbele bila government. Kwa nini government imewekwa kwa ajili ya taifa letu la Kenya? Ili likaweze kuongoza nchi yetu ya Kenya. Hiyo ndio kazi ya government. Kwa hivyo katika kanisa Bwana kuna government. Kuna kazi kubwa. Yesu alikuwa peke yake anafanya hizi kazi zote akiwa mtu mmoja. Akaona ya kwamba siwezi fanya peke yangu, na kuna watu niliowatengeneza wakaweze kufanya kazi hii, nikiwa siko wakaweze kueneza injili hii. Ndiposa akajua kwamba wakati napofika mimi kuondoka, ninafaa niwe nimetengeneza wana watakaozifanya hizi kazi. Ndiposa Yesu akatengeneza wanafunzi wake 12. Aliweza kuwapata katika sehemu nyingi. Hakuwapata katika akaunti moja. Alitembea kila mahali, ndiposa akaweza kukusanya. Kwa hivyo hizi kazi za Bwana ndio mwili wa Kristo. Kanisa likikosa macho haliwezi kusonga mbele. Kanisa likikosa masikio haliwezi kusikia sauti ya Bwana. Kwa hivyo wewe pia ndio mwili wa Kristo. Kanisa ni wewe pia mwenyewe. Maana anasema mwili wetu ni hekalu takatifu. Kwa hivyo unapotembea katika njia za Bwana na kuingia katika hekalu za Bwana, utaweza kupokea hizi mafuta na utapokea hizi matunda
will you play in the house of the Lord? Maana kanisa ikikosa mwombaji, basi haliwezi kusonga mbele. Kanisa ile ni dhaifu sana. Kwa hivyo mimi na wewe ndio kanisa, tunafaa tuisukume kanisa Bwana iweze kusongea mbele. Tunafaa tujitolee tukaweza kufanya kazi ya Bwana. Tunafaa tujitolee tukaweze kutengeneza kazi ya Bwana jinsi ambavyo Yesu Kristo alivyofanya, nawe pia ukafanya katika jina la Yesu. Jiamini ya kwamba unaweza, maana wewe ni sehemu ya mwili wa Bwana. Maana wewe ukikosekana kwa kanisa, hii kanisa limeisha. Unafaa upatikane katika unabii, unafaa upatikane katika sehemu tofauti. Enda wewe ni mwimbaji, unafaa upatikane katika